Msikilizaji, karibu sehemu ya pili ya Mdomo Uliponza Kichwa. Victoria alitua katika jiji la Dar es Salaam baada ya kutumiwa nauli na mpenzi wake Oscar aliyekuwa mzaliwa wa Dar es Salaam. Kwa mara ya kwanza wakionana katika mtandao wa Facebook, Oscar alionekana mtanashati na mwanaume mwenye hela sana, akipiga picha na magari mbalimbali ya kifahari, achilia mbali picha na wasanii maarufu. Siku Oscar alipomweleza hisia zake Victoria kuwa anampenda, Victoria aliitembeza ile meseji akiwaonesha mashosti zake, ni handsome huyu kaka na ana hera, hongera shosti. Walimpongeza Victoria ambaye alijibu haraka haraka na yeye bila kuchelewa, asante Oscar, na mimi pia ninakupenda sana. Mapenzi yakawa motomoto kati ya Victoria na Oscar. Taarifa zikamfikia mpaka Zuu, rafiki wa Victoria, kuwa Victoria kapata bonge la bwana, lina mapesa balaa, linaishi Dar es Salaam. Shosti yangu, usichelewe, bahati haiji mara mbili, fata bahati yako da. Zuu alimweleza Victoria akimshawishi aje Dar es Salaam. Victoria akamshawishi sana Oscar aje na yeye Dar es Salaam aende kumfata Oscar. Oscar akatuma nauli kwa Victoria. Victoria akatunga uongo mkali kwao kuwa kuna ajira zimetoka Dar es Salaam, anatakiwa kwenda kufanya usaili. Wazazi wa Victoria walipomuuliza Zuu, alijibu mule mule, tena sije kuchelewa, wiki ijayo itakuwa mwisho. Aliongea Zuu akiwaeleza wazazi wa Victoria, mbona hatujajipanga nauli? Waliongea wazazi wake Victoria, nishamtumia nauli, msijali kuhusu hilo, mpeni ruhusa tu ya kuja huku. Zuu aliwaeleza, wakampa ruhusa Victoria ambaye alipanga kutoroka pale kwao kama atakataliwa kwenda kumwona Oscar wake. Kijua cha mkono wa kwaheri kikiwa kinapungia jiji la Dar es Salaam kukaribisha usiku totoro, Victoria alikuwa tayari yupo katika jiji la Dar, akishangaa mwendo kasi, magorofa na utitiri wa watu wasiokauka. Alipokelewa na Zuu mpaka katika geto lake lililokuwa maeneo ya uswahilini sana. Hakujali yale mazingira, akiwa na matamanio kufika kwa Oscar mpenzi wake, hasa katika jumba moja la kifahari ambalo aliamini ni la kwake. Kila mara aliposti yupo ndani ya hilo jumba, akimwagilizia maua nje na akifanya mazoezi ndani ya jumba hilo. Usiku mzima ulikuwa wa mahaba motomoto, meseji zisizoisha kati ya Oscar na Victoria, wakiwekeana miadi ya kukutana kesho mapema sana. Oscar alimfuata Victoria asubuhi akiwa ndani ya gari moja kali sana la kifahari. Alimwachia Zuu hela ya kutosha, eti ya vocha tu, kumuulizia Victoria kama yupo kiwanja gani. Oscar alikuwa na mbwembwe zote za mwanaume wa kitajiri katika jiji la Dar es Salaam, na tayari alishaukamata moyo wa Victoria. Oscar alimpeleka mpaka katika lile jumba ambalo Victoria alikuwa analiona katika mtandao tu akiliposti sana. Waliingia ndani ya lile jumba mpaka ndani, Victoria akipewa glasi ya juisi, Victoria akiwa tayari kufanya lolote na Oscar. Utajiri wake na uhandsome aliokuwa nao, leo itokee ni bebe mimba yake. Aliomba kimoyomoyo Victoria, akiomba sana sana kumbebea mimba Oscar. Mahaba yalijaa mle ndani, wakikimbizana na kucheza game katika chumba maalum.
Victoria alijilegeza kwa mahaba mbele ya Oscar. Ngoja kwanza na kuja, aliongea Oscar akimwacha Victoria katika ile nyumba. Oscar alisahau kuchukua dawa za Kimasai. Hakuweza kufanya lolote mbele ya urembo wa Victoria bila msaada wa dawa za Kimasai. Siku hiyo Oscar alitafuta na kutafuta. Masai wake alikuwa amefunga siku hiyo. Oscar alitazama saa yake, alikuwa nje ya muda. Muda ulikuwa umemtupa mkono. Naomba bosi achelewe kidogo. Itakuwaje akimkuta, alijisemea Oscar akiwahi kurudi nyumbani bila dawa za Kimasai. Alimkuta Victoria akitapatapa sebuleni kwa maumivu makali ya kutamanishwa chakula na kisha chakula kuondolewa ghafla. Bebi, samahani, kuna dharura imejitokeza, itabidi tuondoke, aliongea Oscar. Bebi, mimi siwezi hata kutembea, basi nipe hata kidogo, unipunguzie, nimezidiwa mwenzio, aliomba Victoria. Ombi lake lilikuwa mfano wa kutwanga maji kwenye kinu. Oscar alimuinua haraka ili waweze kutoka kwa haraka mle ndani, huku Oscar macho yake yakitazama kwenye mshale wa saa, mshale uliokuwa unakimbia kumuumbua mbele ya Victoria. Hatuondoki na gari baby? aliuliza Victoria. Nimekuambia nina dharura, gari nataka kulitumia, nimekuagizia taksi, alimweleza. Oscar alimuingiza Victoria ndani ya taksi na Oscar kurudi tena ndani. Getini walipishana na gari ya kifahari sana iliyokuwa inaingia mle ndani. Oscar alimwachia 50,000 Victoria, ukifika tuwasiliane, I'm sorry baby, aliongea Oscar akiingia ndani. Maumivu yalikuwa makali ya tumbo kwa Victoria. Kila gari lilipofika kwenye tuta, hamu ilimzidi Victoria, ambaye alijikuta akifunua mapaja yake na kujibinua mbele ya yule dereva. Bora nimpe tu huyu mkaka, mbona mzuri, siwezi kuvumilia haya maumivu, alijiongelesha huku akifunua nguo yake. Uzuri wake ulikuwa peupe mbele ya yule mwanaume ambaye hata hakumjali. Halo baby, nimekumisi leo na kufata mwenyewe, aliongea yule dereva huku akibana sauti yake kama mwanamke, akimrembulia sauti mwanaume aliyekuwa anaongea naye kwenye simu. Victoria alikuwa anasikia tu kuwa kuna wanaume kama wanawake. Sasa alimshuhudia mbele ya macho yake. Alijitengeneza vizuri na kukaa vizuri kwa adabu kwenye gari, kiu yake yote ikipotea, akijiuliza mwanaume rijari kama huyu, kwa kumuona tu imekuwaje aigize kama mwanamke, awe mwanamke kwa mwanaume mwenzie. Alishangaa sana Victoria. Alionana na rafiki yake Zuu na kumweleza yote yaliyomkuta siku hiyo. Oscar itakuwa hawezi bila dawa, kukukalisha mle ndani ilikuwa kufata dawa zake, aliongea Zuu akicheka kwa sauti ya kimbea. Ukitaka kuamini, si kesho mnaonana, kabla ya kuonana kuna vitu vyeusi atakula. Mfatilie mwanaume wako shosti, uanze kujipanga mapema, aliongea Zuu. Na yule dereva shosti, aliuliza Victoria, ni mwanamke mwenzio yule? Hapa daa utawaona wengi sana, aliongea Zuu. Victoria alibaki akiugulia maumivu tu siku ile, tumbo likiwa linamsumbua sana. Mida ya saa 6 mchana alitumiwa gari la kumpeleka mpaka mahali aliko Oscar. Oscar alimpokea na kumuingiza ndani kabisa katika lile jumba la kifahari. Wakiwa faragha, alimwona Oscar akitumia dawa fulani na kuzitafuna. Victoria akagundua ukweli wa maneno ya rafiki yake Zuu. Wakiwa wanajiandaa, mlango uligongwa. Aliingia mama wa makamo akiwa na foka sana. Nimegonga sana, kwa nini hujaja kunifungulia? Alifoka. Nisamee madam, baba
hakuniambia kuwa unakuja leo?" aliongea Oscar huku akitetemeka. "Na huyu ni nani?" aliuliza yule mama. "Ni dada yangu, amekuja kunitembelea," alimjibu Oscar. "Haya, niandalie chakula na juisi ya baridi," aliongea yule mama, Oscar akiwa kama mtu aliyechanganyikiwa. Uongo wake mbele ya Victoria sasa ulikuwa wazi. Jumba analotamba nalo mitandaoni, magari anayotamba nayo, kumbe ni ya bosi wake. Ukweli, Oscar alikuwa mfanyakazi wa ndani katika nyumba ya kitajiri sana, akitumia vile vitu vya kitajiri katika lile jumba kuposti navyo mtandaoni, akijifanya ni vya kwake, akitumia yale mazingira ya kifahari na magari anayopewa kuendesha, akitumwa mahali na bosi wake, akipiga picha nayo na kuonekana anayamiliki. Ukweli wote ulikuwa dhahiri mbele ya Victoria. "Madam, naomba nimsindikize dada yangu asijechelewa magari," Oscar alimuomba yule mama. "Chukua lile gari la katikati, kuwa makini, kesho nina safari nalo," aliongea yule mama. Oscar alichukua lile gari na kuanza kunisindikiza, uso wake ukiwa umemshuka sana kwa aibu. "Victoria, naomba unisamehe. Victoria, naomba unisamehe. Nitakuelezea, ila mwenzio nimezidiwa, nisaidie," aliomba Oscar, mwili wake ukiwa umeloa majasho, japo gari lilikuwa na IC. "Simama hapo basi," aliongea Victoria. Baada tu ya gari kusimama, Victoria alimtazama Oscar na kumwambia, "Njia ya muongo ni fupi." Alifungua mlango wa gari na kumkimbia Oscar aliyekuwa anagugumia maumivu makali ndani ya gari. Njia ya muongo ni fupi. Baada ya Victoria kuchukuliwa na lile kundi la wanaume, nini kinaenda kumtokea? Subscribe, like na komenti kuendelea kupata mwendelezo wa simulizi hizi. Ulikuwa nami Emili Mbuzimbili Malakiese.